wewe ni Mungu uketie juu ya mlima mtakatifu, na jina lako ni Bwana. Wewe upendezwa na watakatifu walioko hapa duniani, na watakatifu walioko hapa duniani ni wale waliompokea Kristo Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana, tazama watoto wako wamekusanyika katika eneo hili, nao wako tayari kusikia kutoka kwako Bwana. Sema na watu wako Bwana, nami niko tayari Bwana, unitumie kama wewe unitumia kila siku Bwana. Tazama na wote wanaotufuatilia Baba wakiwa mbali, na wao uwaguse kwa mguso wako wa Roho Mtakatifu. Asante Bwana, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na kila atakayesikia neno lako Bwana, neno liwe ni suluhisho katika maisha yake. Neno lifungue nafsi, roho na mwili. Neno limuumbe tena upya. Neno limrudishe katika asili ya uumbaji. Neno liwe ni ngao yake. Neno liwe ni uponyaji wake. Neno liwe ni kila kitu kwake, na katika jina la neno, na kila mtu aseme amen. Yesu anaitwa neno, na bila shaka nikisema neno ina maana nimesema Yesu. So Yesu ana majina mengi. Tutakapomaliza mapema mwaka huu, kabla hujaisha, tutaweza kupitia katika vitabu vyote na kuona jinsi kila kitabu Yesu ametajwa. Utashangaa kwa kila kitabu kwenye Biblia Yesu ametajwa kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Basi kama kuna mtu ana swali itakayefaidisha watakatifu wa Bwana, ninakaribisha. Kabla moja kwa moja tujaenda kwenye sura ya 9, sura ya 7, 8, sura ya 8. Nani mwenye swali? Kuanzia sura ya 1 hadi sura ya 7 tuliyofikia jana. Je, nani ana maoni kuhusu kitabu cha Wakorintho jinsi tunavyoendelea? Nani ana cha kusema ama maoni kabla tujaendelea? Unaionaje kitabu hicho? Na je, maombi kupitia kitabu cha Wakorintho, je, kama kuna mtu ana neno la kusema? Asante. Mimi niseme kidogo kwa habari kitabu cha Wakorintho. Kweli ninapokisoma kitabu cha Wakorintho na linganisha kwamba kweli nilikuwa Biblia ilikuwa huku, mimi nilikuwa huku. Vile nilivyokuwa nafahamu ni tofauti na vile inavyofafanuliwa. Kwa sababu kuhusu huyu Paulo anaelezea, nilikuwa naelewa kivingine kabisa. Mtu huyu nimekuwa namlinganisha na jinsi anavyohubiri na anavyocheza na vitabu vile vya Injili, na linganisha na yani kivuli na mtu. Yani kivuli ukikitizama utashangaa kivuli jua likiwaka, mtu anapotembea hakiendi mbele wala kinaenda kwa stepu ile ile anayokwenda yule mwendaji mwenyewe kama mwendaji. Sasa nimekuwa nikichunguza hii Wakorintho, jamaa huyo anashangaza jinsi anavyocheza na vile vitabu vinne vya Injili. Haongezi wala hazidishi. Na mahali ambapo si Bwana anasema kabisa, hapa nafikiri hapa mahali hapa sio Bwana ila ni mimi, lakini nahisi na mimi nina roho ya Bwana, bila shaka hapa nimesema sawa sawa. Kwa hiyo naona mimi amenifundisha sana kwamba usiongea kwako, usijaribu kuongea mambo nje ya Injili, utaaibika. Usijaribu kuongea mambo nje ya Injili, nitaharibu. Kwa hiyo amekuwa role model wangu sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwamba nilikuwa naelewa vingine na rekebishwa kivingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka alichokisema ni kweli, kwa sababu Paulo ametembea katika ile misingi ya vitabu vya Injili. Ndio maana amejenga juu ya vitabu vya Injili. Utakapoelewa Paulo vizuri, utakuta kuna watu wengine hawakumuelewa Paulo na wakaishia yale aliyejenga juu ya msingi, ndio watu wamechukua wameweka kama misingi sasa, ambao sio. Amesema msingi ameweka Kristo,
Sasa kila mtu na ajenge juu ya msingi ule ambao ameweka Kristo. So unapochukua, mimi nimejenga juu ya msingi ambao Kristo aliweka, alafu unachukua nilichojenga juu yake, unachukua unafanya kuwa msingi, bila shaka utakosea. Na hii imepotosha watu wengi sana. Agano la Kale kuanzia Mwanzo, kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, ukienda kwenye wale wafalme wa Israeli, manabii wamejengwa katika msingi wa Agano la Kale iliyokuwa ni Torati, vitabu vile vitano. Ukija kwenye Agano Jipya, kuanzia kitabu cha Matendo ya Mitume mpaka kitabu cha Ufunuo, imejengwa katika msingi wa Agano Jipya ambao ni vitabu vile vinne vya Injili ambayo inaongelea Yesu Kristo. Vile vitano vya kwanza kwenye Agano la Kale viliongelea Torati na Musa, Injili na Yesu. Na Torati ilikuwa sio kwa ajili ya mataifa yote, ilikuwa kwa ajili ya taifa la Israeli, na iliongelea sana kuhusu taifa la Israeli na maisha yao, ndoa yao, masuala yao ya kitawala na kuishi, mahusiano yao na Mungu. Lakini Agano Jipya inaongelea mahusiano ya Yesu na Mungu na mahusiano ya sisi wana wa agano la milele pamoja na Kristo. Ndio maana watu wa Mungu, vitu hivi ukivielewa, huwezi ukafanya kosa. Watu wengi wameishia kufundisha neno la Mungu kwa jumla, lakini wanashindwa kuitofautisha Injili. Aliyeandika vitabu vile vinne vya kwanza vya Agano Jipya kwa ni Injili, alikuwa na akili. Injili ni habari njema ya ufalme wa Mungu katika Agano Jipya ambao ni agano la kudumu. Hii agano hata baada ya kufa, ina maana bado kuna maisha yataendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye neno la kusema maswali? Kama unataka kusema kuhusu angalau kitabu cha Korintho mpaka hapo tulipoishia. Alivyokuwa anaongelea kuhusu makanisa, yaani jinsi alivyosema mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Kefa na mimi ni wa Paulo. Yaani kwa wakati ule tusingeweza kuelewa maana yake nini kabisa, lakini sasa tumeelewa maana kwamba sisi wote ni wa Kristo. Na kama kweli hili neno lingehubiriwa katika makanisa kama tulivyoelewa mahali hapa, hakuna mtu angejiita mimi labda ni Mlutheri, mimi ni kanisa hili. Tungejiita sisi ni wa Kristo, yaani tungeliungana na nguvu ingelikuwa kubwa, kwa sababu hilo neno halihubiriwi vile kama wewe ulivyotufundisha, tukaelewa kwamba kumbe hatustahili kutuita sisi ni waagizo kuu, tunastahili kujiita sisi ni wa Kristo. Je, watu wengine wangeelewa, labda makanisa mengine yangeelewa, tusingeshikamana na kumshinda shetani kupita kiasi. Lakini hakuna, kila mtu anasimama upande wake na kusema mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani, kwa sababu hilo halihubiriwi vile inavyotakiwa. Basi ni kweli watu wa Mungu, watu wapo kwenye usiku wa kiza. Watu wengi hawaelewi. Mtu anajua tu mimi ni wa Apolo, lakini ajui msingi gani ulioleta mpaka wengine wakaita ni wa Apolo, wengine ni wa Petro, wengine wa Yesu, wengine wa Paulo. Lakini hii ndio ufunuo ambao Mungu alitufunulia kuwa tuende taratibu. Hatimaye tumebakisha siku tatu tutamaliza Biblia. Lakini mimi nakwambia hivi, yawezekana usijue Biblia 100% mpaka tunafikia mwisho wa mwaka, lakini lazima utakuwa juu ya jinsi tulivyokuwa tunaanza mwaka huu. Na mahali tutakapofikia, tukianza hapo mwakani, ukimaliza mwakani, mimi nakwambia utaona. Watu wa Mungu, hii ndio siri ya kuweza kujua Biblia. Asikudanganye mtu. Ukisoma tu mistari huwezi kujua Biblia. Lazima tuingie, tuchimbe ndani ya Biblia, tuende sura zote, vitabu vyote. Na vitabu hivyo vina muunganiko. Umeona Agano la Kale, vitabu vitano vya kwanza, katika vitabu hivyo ndio misingi ambao wale waamuzi walitembelea, wale wafalme walitembelea, manabii walitembelea, makuhani walitembelea, Waisraeli walitakiwa kutembelea. Sasa tumekuja kwenye Agano Jipya ambao
Agano Jipya ambao ipo katika misingi ya vitabu vya Injili, inatakiwa tuishi Injili, tuwaze Injili, tufundishe Injili kama Agano la Kale ilivyokuwa inafundishwa Torati, anaishi Torati, na Torati ilikuwa na shida. Torati ilikuwa ni ukienda kinyume na Torati unapigwa kwa mawe mpaka unakufa. Lakini ona jinsi ambayo Injili imejaa rehema, Injili imejaa msamaha. Injili ni kwa ajili ya watu wake kukombolewa. Ndio maana watu wa Mungu, Injili haitaki hata mchawi afe. Injili imekuja ili wote wapatanishwe na Mungu. Torati ilikuja ili wote wenye dhambi watenganishwe na nini? Na Torati. So ni vitu viwili ambao viko tofauti. Moja inatoa baya na kutenga na watu. Pale Mungu alifanya vile ili Waisraeli wasiungane na wabaya, ili pale tokee mbegu njema ambayo ni Kristo. Lakini baada ya kutokea mbegu njema, sasa waliyekuwa watakiwi kuchangamana na watu, sasa Injili inawaleta. Sasa Injili ni njia ya Mungu kufanya nini? Kuwafikia nini? Wanadamu. Maana anaposikia Injili, Injili itamfundisha kuwa Yesu alisulubishwa, alikufa, na Baba Mungu alifanya nini? Alimfufua siku ya tatu. So Injili ndiyo inaleta wokovu. Maana wokovu ni nini? Ukiamini moyoni ya kuwa Baba Mungu alimfufua Yesu, alafu wakiri kwenye kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana, tayari umefanya nini? Umeokoka. Lakini uwezi ukajua Yesu alifufuliwa na Baba Mungu kama hujasoma Injili. Uwezi kujua Yesu ni Bwana. Ubwana wa Yesu utajua kabisa ya kuwa Yesu ni mfalme utakaposoma kitabu cha Mathayo, ambayo rangi yake ni nini? Rangi yake ni nini? Pako. Uwezi kujua kitabu cha Marko usipojua kabisa kuwa Marko imemwongelea Yesu kama yule mtumishi atakayetoa maisha yake, ama kama mwana kondoo ambao alama yake ni ndama, ambayo rangi yake ni ipi? Ni nyekundu, ambayo ni nini? Damu. Ina maana atachinjwa. Huwezi kujua Luka kama hujaelewa ya kuwa Luka alimwongelea Yesu kama mwanadamu 100%, lakini asiyekuwa na dhambi, ambao rangi yake ni nini? Alafu nakuja kwenye Marko, Yohana, ambayo alimwongelea Yesu kama mwana wa Mungu aliyetoka mbinguni. Ina maana rangi ya mbinguni ni blue, ambayo ni hii hapa. Huwezi ukaongelea hayo. Lakini umeona rangi haya ambayo iko kwenye madhabahu yetu hapa, inawakilisha Injili. Je, sio Injili? Injili. Lakini mtu anaweza kaona mna kitu, lakini tunajua kabisa ya kuwa hii ni Injili. Lakini watu wengi hawajui. Hajui kama Injili ni Yesu. Na hajui kama vitabu vile vya Injili ni inawakilisha wana hai wale wanne. Na wale wana hai wanne walikuwa na uso wa simba. Simba ambayo inawakilisha Yesu kama simba kabila wa Yuda, ama kama mfalme, ambao ndio hii hapa. Alama ya zile nyuso za wanohai wanne, uso wa simba inawakilisha kitabu cha Mathayo, ambao nimekuambia rangi yake ni papo. Nikakwambia kuwa uso wa ndama inawakilisha kitabu cha gani? Kitabu cha Marko, ya kuwa aliyechinjwa na kumwaga damu yake, ambao rangi yake ni nyekundu. Alafu uso wa mwanadamu inayowakilishwa na kitabu cha Luka, na rangi yake ni nyeupe. Ina maana Yesu alikuwa mwanadamu 100%, lakini asiyekuwa na nini? Asiyekuwa na dhambi. Na sura ya 4 ilikuwa ni tai. Tai ina maana ilikuwa inawakilisha mkuu wa anga. Mkuu wa anga katika wanyama anakuwa ni tai. Tai ndio mfalme wa anga. So ndio maana ile sura ama uso wa tai ikamwakilisha Yesu kama
mwana wa Mungu aliyetoka wapi? Mbinguni, ambao alama yake ni blue. Sasa kinachofanyika ni nini? Vitu hivyo mtu hawezi kuvielewa hivi hivi. Nilisema hivi, Biblia imesitiriwa, ndio maana ni vigumu sana mtu kuelewa. Kwa nini mchungaji sasa tena unaongelea masuala ya rangi na masuala ya tena wanyama? Je, wanohai wale ambao pale kwenye kiti cha enzi, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura 4 kuanzia mstari wa 6, je, haijataja uso wa simba? Haujataja uso wa ndama? Haujataja uso wa mwanadamu? Haujataja uso wa tai? Lakini hivyo ukienda kwenye kitabu cha nini, Ezekieli sura ya 1 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 10, inaongelea viumbe hao ambao ndio wanohai wanne. Lakini hao wanohai wanne ndio Injili, ndio inayowakilisha vitabu vya Injili. Lakini je, kwa nini uso wa viumbe hao wanne vimetumika? Viumbe hao wanawakilisha utawala. Kama unavyojua, Mungu katika ile Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 26 na 7, Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiendacho juu ya nchi chenye hai. Ina maana tulipewa mamlaka ya kutawala pamoja na Mungu, kutawala bahari, kutawala anga na kutawala nchi. So unapoongelea nchi, unaongelea wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini. Ukiongelea wanyama wa porini, unaongelea simba kama mfalme wao. Ndio maana mamlaka ya utawala kule porini, mfalme wao ni simba. Ukija kwenye wanyama ambao wanafugwa, mfalme wao ni ng'ombe ambaye inawakilishwa na ndama. Ukienda katika anga, bila shaka mfalme wa anga katika ndege ni tai. So mwanadamu yeye ni mtawala wa vyote, ndio maana naye uso wake mtawala kwa jumla. So ina maana hizo umbo zinawakilisha utawala. Those symbols, or the symbols, are representing what? The ruling or the governing. So kinachofanyika, watu wa Mungu, ndio maana ile utawala aliyenyang'anywa Adam baada ya kula katika matunda ya mti wa katikati ya bustani ya Eden ya mema na mabaya, mti uliyekuwa wa mema na mabaya. Na tuliona ya kuwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 12, siku ile ya uumbaji, siku ya 3, Mungu baada ya kuamrisha maji yakusanyike pamoja ili paonekane pakavu, nao pakaonekana pakavu, na pakavu Mungu akaiita nchi, na makusanyiko ya maji Mungu akaiita nini? Bahari. Akaona bado ni mapema, akaendeleza uumbaji, naye akasema nchi na itoe nini? Mimea na miti itoao mbegu kwa jinsi, itoa miche kwa jinsi, wala akusema kwa haitoi yani miche kwa jinsi yake ama mbegu kwa jinsi yake. Lakini tukienda kwenye sura ya 2, tunaona kabisa kuwa Baba Mungu akapanda katika bustani ya Eden. Akapanda bustani katika bustani ya Eden. Lakini Mungu tayari katika ule uumbaji, katika sura ya 1, miti yote iliyotengenezwa ilikuwa ni kwa jinsi yake. Lakini dawa iliyokuwepo kwenye huu mti ambao aliambiwa Adamu asile na akila hakika atakufa, ilikuwa ni ya kuwa ilikuwa ni jinsi ngapi? 2. Ilitakiwa kama ni mema iwe mema, kama ni mabaya mabaya, lakini hakutakiwa iwe mema na mabaya. Mungu hakutaka mambo ya kuchangamana. Ndio maana wana wa Israeli hawakuruhusiwa kupanda yani mazao aina 2 kwenye shamba moja. Hawakuruhusiwa hata kuvaa nguo yenye rangi tofauti tofauti, hawakuruhusiwa wale watu. Na watu wa Mungu, bila shaka ule utawala ambao Adam alinyang'anywa, ndio huo utawala ukawa unarejeshwa kupitia wale wanaohai wanne ambao inawakilishwa na vitabu vile vya Injili. Ina maana bila shaka Mungu alisema kuwa uzao wa mwanamke atapanda kichwa cha joka. Kwa maana baada ya joka kumdanganya mwanamke na kuchukua ile utawala wa nini? Wa dunia yote. Ndio maana Yesu akasema mkuu wa ulimwengu yuaja.
lakini ana kitu kwangu. Yohana 14 mstari wa 30. Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 30. So kinachofanyika ni alipata wapi mamlaka ya kutawala anga, nchi na bahari? Alinyang'anya mwanadamu ambao Mungu katika uumbaji akasema ya kuwa na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu akatawale. So ndio maana watu wa Mungu, uzao wa mwanamke ambao ni Yesu, ambayo anaanza kuja kwenye kuanzia kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, inaanza tu ya kuwa huu ni ukoo wa Kristo Yesu, mwana wa Daudi, mwana wa nini? Mwana wa Ibrahim. So moja kwa moja na maana uzao wa mwanamke ndio hivi vitabu vinne. Kwa lugha nyingine injili ni Yesu. Ndio maana Agano Jipya yote inaongelea mtu mmoja ambao ni Yesu. Agano la Kale liongelea taifa moja. Sema Agano la Kale iliongelea taifa moja, nao ni Israeli. Basi hebu tuende kwenye kitabu cha Wakorintho, na hebu tasoma Wakorintho, tuende kwenye sura 8. Wakorintho sura 8 inaongelea vyakula vilivyotolewa sadaka kwa miungu mingine. Bila shaka shida ilikuwepo pale katika kanisa la Korintho, maana makundi yalishakuwepo. Kama unavyojua, tumeona tangu mwanzo ya kuwa kundi lingine ilijiita kundi la Apollo, lingine likajiita kundi la Paulo, lingine likajiita kundi la Kefa, ina maana Petro. Wengine wakasema sisi ni kundi la Yesu. So kila kundi kajivuta ikasema najua. Ndio maana ukiona mambo yanaendelea kwenye dunia sasa hivi unaweza kadhani ya kuwa ndio zimeanza. Hakuna jambo jipya chini ya mbingu na jua. Mwandika mhubiri, kitabu mtunzi wa Mhubiri akasema kuwa hakuna jambo lile jipya hapa chini ya mbingu na jua, vyote vilishapita. So watu wa Mungu hata sasa hivi ukiona makanisa, sisi ni wa mchungaji George, sisi sijui wa nani, sisi ni wa nani, wote hao wangefundishwa kitabu cha Wakorintho wa kwanza, bila shaka wangeondoa tofauti zao, wangeondoa hiyo mipaka, wangeondoa zile kuta ambao shetani ameziweka katikati yao. Na hii ndio maana watu wa Mungu, shetani anafanya watu wasisome Biblia, yani sura kwa sura wapate kuelewa. Wakielewa watanyosha neno la Mungu na dunia itafaidika. Bwana Yesu asifiwe. So makanisa ya Korintho kule kabla haijachinjwa wanyama kwa ajili ya kupelekwa buchani, wanyama wote walikuwa wanapelekwa kwenye zile hekalu za miungu mingine. Zilikuwa kwanza zinatolewa sadaka kwa miungu, ndio sasa zinachinjwa. Usione kuna watu wengine sasa hivi ya kuwa wasipochinja wanaandamana. Hebu pata picha kwa eti mtu asipochinja, ng'ombe sio wa kwake, ng'ombe wa kwako, eti asipochinja anaandamana. What is not happening? What is not wrong? Somebody is rioting because of just a matter of slaughtering an animal. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Korintho, ina maana nyama zilikuwa zinachinjwa kule katika hekalu, zile hekalu kule za miungu mingine kule Korintho. Ndipo sasa mabucha yalikuwepo na kule makanisani huko kwenye mahekalu, na nyama zilikuwa zinatoka huko zinaenda. So baada ya kujua ukweli ya kuwa wao wanahitaji kumtumainia Kristo, basi watu wakaanza sasa kupishana sasa makundi yale. Bwana sisi tuna mamlaka, tukila hakuna kitakachotufanya Bwana, hakuna kitakachotufanya. Hebu twende taratibu tuone kwenye hiyo sura ya 8 ya kuwa je, Paulo alileta msingi gani katika hii nyama ambayo imetolewa sadaka kwa miungu mingine. Sasa hivi hapo wewe unakaribishwa, njoo ule sikukuu, njoo uje ule sikukuu. Huyo kuku amechinjwa ni wa nini? So kuna watu wengine wana matatizo kwa sababu ya kula waliokula. Utaona nitakavyoomba leo. Kuna mtu ambao tumbo linachoma kwa sababu alikaribishwa kwenye chakula. Hata saa nyingine alikula kwenye msiba, lakini wajanja wale walitoa kwanza kwa mizimu yao kwanza ndio akachinja. Mimi niliposoma niagundua kuwa kumbe wanyama wote walikuwa wanachinjwa kule kwenye zile hekalu za Korintho. Nikasema ndio maana hata kuku wangu nilitaka kumchinja, mtu anataka kuandamana. Eti umechinja Mkristo, sijui mimi sili, sijui. What is not wrong? Kwani unapochinja wewe una pembe na mkia? Mpaka wewe ndio uchinje ndio watu wengine wale? Lakini dunia imependa kupuzia vitu.
Inatakiwa dunia iseme ya kuwa kila mtu achinje ng'ombe wake. Mimi nitapiga maombi yangu ya kibwana Yesu ninavyoomba, ninavochinja. Lakini wewe ni mpaka nikuite wewe unapiga dua gani hizo ambao mpaka kinani nisipokuita ina maana unaandamana? Put a very big question mark. There must be something wrong somewhere. Bila shaka tunahitaji kuomba, maana isije ikawa ya kuwa hapo ndipo shetani amewakamata nao Wakristo, anawanyonga. Ndio maana eti jambo hili hawezi kuongelea kitu, eti wao wamekaa tu, eti ukisikia Mkristo amechinja watu wanaandamana kwenye mji mzima. Haiwezekani bwana, si ndio tunachinja. Nini ni wakina nani mpaka mnachinja? Msije mkao mnalaza watu na maombi yenu na dua zenu hizo za kichawi. Yalikuwa kule kwenye kanisa la Korintho. Hebu tuandamane taratibu tumuone Paulo anasemaje kwenye waraka wake huko wa Korintho sura 8. Hebu soma twende. Unasoma kwa kutoa. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, tunajua kwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo ujenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama ipasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, tunajua kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Kwa maana japokuwa wako miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwako na sisi kwa yeye huyo. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa ula kana kwamba ni kitu kilichotolea sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Lakini chakula kituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula tupunguzie kitu, Bwana Yesu asifiwe. tuongezee kitu. Nisikilize. Chakula hao watu walipata wapi? Kwenye Agano la Kale chakula ilikuwa na maana sana. Hata waliokuwa naabudu Mungu wa kweli walikuwa wanakula. Wayahudi, mtu anapopeleka alipokuwa anachukua mnyama ama ni kondoo ama mbuzi, alipokuwa anampelekea ule kuhani, anapiga ile kura yake. Ilipokuwa yule mnyama ambao kura ya mnyama wa kutolewa sadaka alikuwa anachinjwa, na kuna baadhi ya maeneo yaliyokuwa yanachomwa moto kwenye sadaka, kwenye ile madhabahu ya kuteketeza. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo ilikuwa inapikwa mahali patakatifu, alafu kuna sehemu ilikuwa ni ya makwani, sehemu ya Walawi, na kuna sehemu ambayo ilikuwa inapikwa, alafu aliyeitoa hiyo sadaka alikuwa anaitwa na familia yake, wanakaa pale mahali patakatifu wanakula. Ina maana kupitia ile chakula walikuwa wanatakasika. So watu wa Mungu, chakula ina maana sana. Alipokuja Yesu, basi Yesu akafanyika kuwa ndio chakula. Ina maana Yesu alipokuja ikawa Yesu ni neno. Ndio maana Yesu akasema hivi, wale watu ambao aliwalisha jangwani siku ile 5,000 wakala waliposhiba, wakamsahau kule jangwani. Hakuna aliyemuuliza Bwana, wewe ni wa wapi? Wakaondoka zao. Unajuaje wengine waliepiga rough game? Maana kwenye chakula kuna wengine ambao wanakujaga na viroba huku, wanachukua huku anaweka kwenye viroba. So walipoondoa kesho, wakasema jamani, tumfuate kale kabwana, tumfanye kuwa mtawala, tumfanye kuwa mfalme. Tukimfanya kuwa mfalme, bila shaka hatutakuwa na shida ya kula. Yamkini wanakufanya wewe uwe kichwa chao kwa sababu ya kula. Jihadhari na wataka kuinuka juu ili wapate chakula. Yesu akawaambia kuwa leo hakuna chakula, kuna miujiza ya Jona. Lakini baadaye akawaambia kuwa yeye ndio chakula. Ina maana kwenye Agano Jipya neno la Mungu ndio chakula cha kiroho. Ina maana tunapoongelea roho zetu, tunaongelea chakula chake kuwa neno la Mungu. So watu wa Mungu, wakati wa Agano la Kale mambo hayo yalikuwepo sana, kuabudu Mungu na kula chakula. Lakini kwenye Agano Jipya, hii ni agano ambayo sasa chakula ambayo tunatakiwa tule sisi, maana sasa tumezaliwa kiroho, sisi ni wa kiroho, na roho zetu chakula chake neno la Mungu.
Sasa watu wa Mungu, anaendelea kusema Paulo ya kuwa wanayempenda Mungu hao ndio Mungu anawapenda. Huwa kuna andiko naye tumia sana kuwa Yesu anasema kwa nawapenda wanipendao na wanitafutao kwa bidii ndio watakayefanya nini? Wao ndio watakayeniona. So watu wa Mungu, ukimpenda Yesu utamtafuta kwa bidii. Unamtafuta kwa bidii wapi? Kupitia Biblia. Lakini kumbuka bado katika hilo swala la kula vyakula vilivyotolewa, nyama iliyotolewa sadaka kwa miungu mingine, wengine walikuwa na reason out. Walikuwa wakubali ya kuwa wajui. Walikuwa na jigamba na wanaweza kukulazimisha kala kwa sababu ya mafundisho yao. Watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho ni hatari, lazima uangalie sana nini unachoruhusu ingie ndani yako. Sio kila mtu anayeongea unampa masikio yako ya kuwa aongee. Mara nyingi unabishana na watu, lakini yale anayekuingia ndio sumu. Sio kila kitu kinastahili usikie. Mengine ukisha dakika 3-5 tu ushajua hapa, ondoka zako. Lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, sije nikamkwaza ndugu yangu. Sura ya 9. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa Paulo anasema kuwa yawezekana wewe uliyekomaa umeketi pale chakulani unakula. Je, wale wachanga wanakuaje? So wale ambao wamekomaa, waliyekuwa wanajiona wamekomaa, walikuwa ndio wanayefanya makosa. Na hili mpaka sasa hivi. Wewe Mkristo ambao unaona kabisa umekaa kwenye wokovu, unajua neno, jihadhari sana, maana unawezekana wewe ukawa ni kikwazo kwa watu wengine kukua kiroho. Je, kuwa kwako kiroho inasaidiaje watu? Mchungaji, je, wanajifunza nini kutoka kwako? Kama mchungaji, je, unakaa katika misingi inayotakiwa? Kama Mkristo aliyekomaa, hebu nikuulize, tunapata wapi mambo ya sanamu? Chakula kilichotolewa kwa miungu mingine ama sanamu. Tukirudi kwenye Agano la Kale, sanamu ilikuwa ni nini? Bila shaka wana wa Israeli mara ya kwanza wanahusika katika masuala ya sanamu ni pale katika mlima wa Sinai. Musa alipopanda juu kule kwenda kuonana na Mungu, Kutoka sura ya 25 mpaka Kutoka sura ya 32, Musa anaposhuka kutoka mlimani, tayari watu wale wakaona ya kuwa Musa amefanya nini? Musa amechelewa kule mlimani, amekaa siku 40. Wakamwambia Haruni ya kuwa tujui kilichomfanya Musa. Hebu tutengenezee ndama ama Mungu atakayeenda mbele yetu. Cha ajabu watu wa Mungu, kuna vitu vingine ambavyo unahitaji tu kuwaza. Mungu mwenyewe lazima apepwe. Mungu mwenyewe hawezi kujitetea. Mungu mwenyewe unamtengeneza na patasi na nyundo. Niliwahi kwenda kwa Hindi kule kuombea wa Muhindi moja. Nilikuwa naombea mama yake na mdogo wake wa kike. Akaniambia, mchungaji, hebu nikuingize kwenye chumba changu uone jinsi ndivyokuwa na miungu mingi. Alikuwa na miungu zaidi ya 300. Akanirudisha mlangoni pale nje ya mlango akanionyesha huyu ni Mungu. Nikaona kabisa mwili wa mwanadamu lakini ana kichwa cha tembo. Huyo naye Mungu. Nimeingia ndani, kwenye meza kuna miungu. Alafu ametenga chumba ambaye ametengeneza kimeza, amejaza visanamu vya kumwaga. Anasema miungu. Sasa miungu yenyewe wewe ndio unatengeneza. Miungu yenyewe unanunua dukani. Watu wa Mungu, tuache kwa wajinga kiasi hicho. So wana wa Israeli wakaanzia mambo
ya miungu mingine na sanamu pale kwenye kuabudu yule ndama. Na haya mambo wana wa Israeli waliyapata wapi? Waliyapata Misri. Misri walikuwa wamebobea kwenye masuala ya kuabudu masanamu. So watu wa Mungu, Agano la Kale ikawa wana wa Israeli wakichangamana na masuala ya kuabudu miungu mingine, Mungu alikuwa anawapa adhabu. Tuliona kisa cha wana wa Israeli na ule mji wa Yerusalemu, jinsi ambao Mungu alitoa maonyo kupitia manabii wengi. Nabii Ezekieli, nabii Danieli, wakina nabii wote Isaya, Yeremia, hatimaye mpaka mji ule ukaja ukaanguka kupitia kwa Nebukadneza na taifa la Babeli. Lakini watu wa Mungu, kwa sasa hivi sanamu ni nini? Kitu ambacho kimechukua mawazo yako sana ama moyo wako, hiyo inakuwa ni sanamu. Yawezekana mtoto kwako, mtoto akawa ni sanamu kwako. Yawezekana fedha ikawa ni sanamu kwako. Ndio maana Yesu akasema hivi kwenye ile hotuba mlimani, Mathayo sura ya 6, ya kuwa amwezi mkatumikia nini? Mungu na pesa ama na mali. Ina maana mali ni sanamu. Lakini watu wa Mungu, sisemi ya kuwa ni vibaya kuwa na mali. Lakini ukiwa na mali, asilimia kubwa ya mawazo yako na moyo wako ikichukuliwa na mali ama fedha, basi imekuwa ni sanamu kwako. So watu wa Mungu, tujiadhari. Kitu ambacho akili yetu yote tumeiweka pale inakuwa ni sanamu. Na sanamu sasa hivi iko kwenye pesa, ipo kwenye umiliki, ipo kwenye utawala, ipo kwenye kutaka kujulikana, mimi ndio naweza. Hayo yote yamekuwa ni masanamu ya sasa hivi. Lakini watu wa Mungu, tudumu katika neno la Mungu, tukiishi maisha yanayompendeza Mungu. Na neno la Mungu bila shaka, kwa sasa hivi nazidi kujifunza, utakapoichua vizuri itaanza kukuongoza. Watu wengi hawawezi kuishi maisha mazuri na matakatifu kwa sababu hawajui neno la Mungu linaloweza kuwaongoza kutenda haki. Hata kuomba watu hawajui kuomba. Maana mtu kama hajui neno la Mungu ataombaje? Angalia Yesu alipoomba wanafunzi, waliomba kwa kila eneo kutaja neno la Mungu inaendana naye. Hata kama mtu hajui neno la Mungu atataja nini? Mungu anatazama neno lake. Sema Mungu utazama neno lake ili apate kulitimiza. Hata kama unatumia maneno yako tu, utumie maneno ya Mungu kwenye maombi. Hebu tuende kwenye sura ya 9 tuone. Sura ya 9 inaongelea kuhusu haki ya mtume. Tuone watu hawa walimkataje Paulo. Lakini je, Paulo anasema nini kuhusu haki ya mtume ama haki ya kiongozi ndani ya kanisa ama nyumbani mwa Bwana, ama wale wanayetenda kazi nyumbani mwa Bwana ambao wamekaa kwa mafuta? Mimi si huru, mimi si mtume, mimi sikumwona Yesu Bwana wetu. Mimi si kazi yangu katika Bwana, kwa maana Paulo mwenyewe, wao wakaanza kumuuliza Paulo, wewe nani? Usituambie Paulo, wewe nani? Akasema mimi si mtume. Mimi si nilimuona Bwana kule akinitokea nikiwa naelekea Dameski. Paulo alimuona Yesu wakati alikuwa anaokolewa. Na Yesu akamuuliza kabisa ya kuwa, Sauli, Sauli, mbona wanitesa? Sasa Paulo anadhibitisha kwa mimi ni mtume, tena niliona Yesu. Paulo anatumia sura ya 9 kwa kuwaeleza watu wale jinsi ambao yeye alikuwa mkamilifu na jinsi alikuwaje mpaka kama mkamilifu. Alafu sura ya 10 anakuja kuwatolea mfano wa taifa la Israeli, jinsi ambao walikuwa sio wakamilifu. Hata pamoja na kuona matendo makubwa, lakini bado walishupaza shingo. Watu wa Mungu, kuna mtu ambaye hata kama akiona matendo ya Mungu makubwa namna gani, bado atabakia kuwa kama alivyo. Kama kuna watu waliotakiwa kumnyenyekezea Mungu kupitiliza, ni Waisraeli. Eti bahari ikawapisha, eti mto ukawapisha, eti mkate ukawanyeshea mkate na nyama. Lakini bado eti wakanywa maji pasipokuwa na chimichimi ya maji, eti mwambo unatoa maji. Kama ni miujiza, waliona miujiza ya kupitiliza, lakini bado. Ndio maana watu wa Mungu, miujiza haiwezi kubadilisha mtu.
kitakachoweza kubadilisha mtu ni neno. Ndio maana watu wengi wanaotumia miujiza, kama miujiza ingeweza kubadilisha watu, basi miujiza ingebadilisha Wayahudi. Ndio maana sasa hivi watu wengi wakai katika neno, maana njia sahihi ya kuaminisha watu kwa Mungu sio kuonyesha njoo upate miujiza, angalia miujiza. Njia ya kuaminisha watu kwa Mungu na kufanya wajue Mungu sio miujiza, ni neno la Mungu. Ukifanikiwa kumfanya mtu ajue neno la Mungu, umefanikiwa kumfanya amjue Mungu na adumu katika Mungu. Ndio maana hata kama ningekuonyesha miujiza mtu anatembea anafanya nini, hiyo haiwezi kufanya mjue Mungu. Na watu wengi wanatumia jambo hilo. Mara nyingi makanisa yanatangaza sana miujiza, wanaonyesha hata kwenye watu wa Mungu. Mungu aliwaonyesha wana wa Israeli miujiza. Hebu nikuulize, ni miujiza gani Mungu akaonyesha wana wa Israeli? Kama miujiza inabadilisha, basi Wayahudi wangebadilika. Ndio maana watu wa Mungu, tusiaminishe watu kwa miujiza, tuaminishe watu kwa neno la Mungu. Neno linabadilisha kuliko miujiza. Miujiza kwanza inapotosha. Acha mtu aone miujiza mwenyewe, yeye mwenyewe au ni ushuhuda wake. Kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine, lakini ni mtume kwenu ninyi, kwa maana ninyi ndinyi muhuri ya utume wangu katika Bwana. Hilo ndilo jawabu langu kwa wale wanaoniuliza, je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama hao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa? Au je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutofanya kazi? Ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Je, ninanena hayo kwa binadamu? Au Torati nayo haisemi hayo? Maana Paulo moja kwa moja akawakabili watu hao. Anawaambia kuwa je, kwani wakina Kefa si walioa? Kwani wao sio wangeweza kuoa na wao awe na wake? Lakini wao walijitoa kwa ajili ya Injili. Akawaambia kuwa kama kwa wengine yeye sio mitume, lakini kwa wao hao wanayesoma barua hiyo, wao ambayo walikuwa wa kanisa aliyeilianza, anawaambia basi mimi ni mtume basi kwenyu, maana mimi nimefanya nyinyi mjue Kristo. Lakini akawauliza pia kwa katika swala la kazi. Pamoja na Paulo alikuwa aombi hela kwa watu, lakini Paulo alikuwa ni mtu anayefanya kazi. Pamoja nilijaribu kufanya utafiti kwa nini Paulo akufanya kazi aliyesomea. Paulo alikuwa anaishi na baba yake katika mji wa Tarso. Mwanzoni akiwa na miaka 13 ilibidi aende Yerusalemu kukaa na shangazi yake ili ahudhurie darasa la Kiyahudi ya watoto wenye miaka 13, ambayo darasa hilo ilikuwa chini ya yule mwalimu Gamalieli, na akatimiza akamaliza vizuri. Lakini aliporudi kule Tarso ulikuwa ni mji uliojulikana kwenye masuala ya ngozi. Wanyama walikuwa wanafugwa pale, mbuzi, ng'ombe na kadhalika, lakini walikuwa wanajulikana kwenye uzalishaji wa nini? Wa ngozi. So kila mwana Tarso alikuwa na ujuzi wa kutengeneza vifaa ama vitu vinavyotengenezwa kutoka kwenye ngozi. Ndio maana Paulo akawa mtaalamu wa kushona nini? Hema kutoka kwenye ngozi. Alipokwenda akaungana na Akila na Priscilla, nao walikuwa washonaji wa hema na nini? Na ngozi. So Paulo katika safari zake akawa anafanya hiyo kazi. Unaweza kujiuliza kuwa Paulo mbona amesafiri sana? Paulo kuna wakati alikuwa yeye ni mdhamini wa kwake. Maana kwa kina Akila na Priscilla walikuwa wanafanya kazi yao ya kushona mahema asubuhi mpaka saa 6. Baada ya hapo wanaenda hekaluni. Hekalu yenyewe ilikuwa wapi? Sinagogi yenyewe ilikuwa wapi? Kanisa yenyewe ilikuwa wapi? Kanisa ilikuwa nyumbani kwa kina nani?
kwa kina Priscilla na Akila. Makanisa ya kwanza yalikuwa nyumbani mwa watu. Hayakuwa makanisa yamejengwa nje kama sasa hivi. Yalikuwa nyumbani mwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema kwa je, ni mpiganaji yupi ambaye anaenda kupigania nchi kwa gharama yake yenyewe? Ina maana wanaenda kwa gharama ya nini? Gharama ya nchi. Ina maana anasema kuwa alikuwa na kila sababu ya hata kupata sadaka kutoka kwa wale wa Korintho. Lakini baada ya kusikia maneno yale, wale watu waliishia kuchanga kwa ajili ya kanisa la Yerusalemu, na Paulo hakuchukua na kuvitumia, bali alivichukua na kwa uaminifu akapeleka kwa wale ndugu wa Yerusalemu waliyekuwa na dhiki na matatizo. Lakini pamoja na kupeleka, bado walitaka kumpiga kwa mawe. Ndio maana usitarajie watu wa Mungu ya kuwa mtu unayemsaidia atakupenda ama atafanya nawe. Tenda mema wema nini? Nenda zako. Msaidie basi, ukishamsaidia wala usisubiri kuambia asante. Paulo anapeleka msaada, lakini bado wanasema mtu huyu anaharibu utamaduni wetu, mtu huyu anaharibu dini yetu, mtu huyu anaharibu mafundisho yetu. Lakini hawakumtaka Kristo, na Paulo alihubiri Kristo. Hebu twende tuone haki ya mtume kwenye sura ya 9 hiyo. Kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe akurapo nafaka. Je, hapo Mungu angalia mambo ya ng'ombe, au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, aliandika kwa ajili yetu, kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye afuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi, lakini hatukutumia uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote tusije tukaizuia. Unaona Paulo anazidi kuambia kuwa wao ndio walie wafanya wamjue Mungu. Ina maana yeye na mwenzake Barnaba ndio waliowapandia wao vitu vya rohoni. Anasema kwa je, tukivuna vitu vyenu vya mwilini, je sio halali yetu? Je, ni mchungaji yupi asiyekunywa maziwa katika mifugo yake? Lakini Paulo hakutumia maneno makali kwenye swala la utoaji. Ndio maana watu wa Mungu, kama unataka kufundisha, Mungu amekupa kanisa, angalia sana, unaweza kufundisha neno la Mungu vizuri, ukafika kwenye matoleo ukaongea maneno makali, ukaharibu yale ambao watu walikuwa wamejua. Paulo akatumia maneno ya hekima na busara, lakini hekima hiyo ilitoka katika uwezesho wa Roho Mtakatifu. Hamjui ya kuwa wale wasifanyao kazi ya hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale waihudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubiriwe Injili wapate riziki kwa hiyo Injili. Lakini mimi sikutumia mambo haya hata mmoja, wala siandiki hayo ili iwe hivyo kwangu mimi. Maana ni heri nife kuliko mtu awaye yote abatilishe huku kujisifu kwangu. Maana ijapokuwa naihubiri Injili, sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipohubiri Injili. Umesikia? Pamoja na nahubiri Injili amewekewa nini? Sharti. Ole wake asihubiri. Ndio maana watu wa Mungu, unapohubiri Injili usiwe ni kikwazo kwa wengine. Lengo letu na umoja wetu iwe ni Injili ya kweli. Kila mtu, yani wewe anza kuvaa roho ya kufanya kila mtu ajue Biblia. Paulo anaongea Injili, sisi tuongee Injili. Kwa nini Paulo aliongea Injili? Kwa nini Paulo hakuongea Torati? Maana Paulo alikuwa ni Myahudi na pia alikuwa ni Mrumi. Watu wa Mungu, ni saa ya kuongea Injili. Haya kama hawezi kukubadilisha, lazima tuangalie ya kufanya. Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu, ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa uwakili. Basi thawabu yangu ni nini? Ni hii ya kuwa nihubiripo nitaitoa Injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nionao katika Injili. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, na nilifanya mtumwa wote ili nipate watu wengi zaidi.
Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria za mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuokoa watu. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kushiriki pamoja na wengine. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio upiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama sitaye, napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine, mwenyewe ndiye mtu wa kukataliwa. Maona sasa Paulo anazidi kusema na watu hao. Anasema ya kuwa anayepiga mbio, of course kipindi hicho Wayunani tayari mchezo wa Olimpiki ulianzia wapi? Kule kwa Wayunani ama Greek. So masuala ya kushindana kukimbia mbio watu hao walikuwa naelewa. Ndio maana umeona kwa Wayahudi Yesu akatumia sana mifano ya kilimo kwa sababu walikuwa ni wakulima. So kwa Wayunani Paulo anatumia masuala ya mashindano ambao kama riadha ambao ni Olimpiki waelewe. Lakini kwa Warumi anatumia mfano wa jeshi ili walikuwa naelewa mambo ya utawala na kijeshi. Umeona sasa? Lakini unaweza ukatumia mambo ya mwilini kufundisha mambo ya rohoni, lakini uwe makini. Akasema ya kuwa wanashindana katika michezo ushindana ili wapate nini? Wapate thawabu. Wapate nini? Ushindi. Lakini sisi tunayeshindana katika vita vyetu vya wokovu tutapata nini? Taji la milele. Ndio maana watu wa Mungu, hata sisi tuko kwenye mashindano. Ndio maana kama uko kwenye mashindano usitarajia kwa maisha ya wokovu itakuwa maisha ya lele mama. Kuna watu wengine nadhani ya kuwa ukishaokoka basi kinachopata nini? Wewe unyoshe mguu chini alafu endelee kula tu. Ule kwa ulaini. Watu wa Mungu, shetani anajua kabisa kuwa lengo lako ni kumpokonya wale ambao anawashikilia. Na ndio maana shetani anakukaba sana. Lakini watu wa Mungu, ni nia yetu ya kila mtu afae roho ya kusoma Biblia na aweze kutofautisha kati ya Agano Jipya na Agano la Kale. Aweze kutofautisha kati ya amri 10 ama sheria na torati, atofautishe na Injili na neema na upendo. Tukifanikiwa kufanya watu hivyo, basi tutafanikiwa kurudisha watu kwenye ufalme wa Mungu. Vinginevyo watu wako kwenye kiza nene. Umeona Paulo ana uwezo na kila kitu, lakini aishi kujinyenyekea. Anajinyenyekesha kila wakati, anajishusha. Lakini mpata picha mtu msomi kama Paulo anajishusha kwa kiasi hicho. Ametoa akasema vizuri, wanayemtumikia Bwana wanatakiwa wale wapi? Nyumbani mwa Bwana. Bila shaka kila mtu atakayetumika hapa atakula nyumbani mwa Bwana. Lakini kula kwetu nyumbani mwa Bwana isije ikawa tabu kwa watu, mpaka ikawa ni kikwazo cha watu kukaa vizuri kwenye neno la Mungu. Tusitoe watu upepo kupitiliza. Usinde sana, kila sana utavimbiwa. Eti wewe mchungaji tu kila kitu nataka tu. Wewe ukiona tu Twende kwenye sura ya 10. Kwa maana ndugu zangu, Hebu tuone maonyo yanayotokana na historia ya Israeli. Hebu tumeona kwenye sura ya 9 Paulo anatoa mfano wake. Sasa tuone katika hii sura ya 10 anawatolea mfano wa Israeli. Hebu tuone anasema nini juu ya Israeli. Baada ya hapo wala sitaenda sana, nitakuwa naomba. Nitakuwa naenda sura 3 alafu tutakuwa naomba. Kwa Yesu asifiwe. Twende tuone maonyo juu ya historia ya
Israeli. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Kwa nini anasema baba zetu? Kwa sababu na yeye alikuwa ni Mwisraeli, ndio maana baba zao. Hiyo ilikuwa ni lugha ambayo watumishi wa Mungu wengi, manabii, ukienda kwenye maombi ya Ezra, baba zetu wamefanya kosa. Nehemia, baba zetu wamefanya kosa. Ukienda kwenye maombi ya Yeremia pia kuna mahali ameomba. Kuna Danieli, baba zetu. Na tunaona sasa na Paulo, baba zetu walikuwa chini ya wingu. Ina maana hiyo inadhibitisha kuwa Paulo naye alikuwa Mwisraeli. Tena Mwisraeli wa kabila gani? Kabila la Benjamini. Tuende. Wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wale wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana aliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana aliangamiza jangwani. Basi mambo haya yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusio watu wa kutamani mabaya kama wale nao walipotamani. Umeona sasa? Ndio maana nakwambia hivi, kama ni swala la miujiza, watu wa Mungu, jangwani kuna joto, jua likichomoka balaa tupo. Lakini watu wale, ile nguzo ya wingu ilikuwa inafunika jua isiwapige watu wale. Walitembea chini ya uvuli wa Bwana. Walipofika kwenye bahari ya Shamu wakapita, ina maana walibatizwa. So ubatizo ule, yani, iliwafanya wawe chini ya Musa na umoja. Na sisi ubatizo wetu chini ya Kristo inatufanya tuwe na umoja katika mwili wa Kristo. Ndio maana Kristo ametuagiza katika agizo kuu ile Mathayo 28:18-19 ya kuwa enendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Kumbe wale walibatizwa, ina maana walipita chini ya nini? Walipita chini ya maji. Na walipopita chini ya maji, ina maana huku maji alikuwepo, huku maji, chini maji, pamoja na hapa palikuwa kavu katikati, lakini na juu pia palikuwa nini? Wingu. Ile ilikuwa wingi na kuwa ni maji. So ina maana watu wale walipitishwa ndani ya maji, ishara ya utakaso. Na sisi bila shaka tunatakiwa tubatizwe ubatizo wa maji mengi ya kuzamishwa ndani ya maji. Sio kubatizwa kunyunyiziwa maji, ya kuzamishwa. Maana ubatizo, nilikwambia neno ubatizo inatoka kwenye neno la kiasili ya Kigiriki ama Yunani, ambayo maana yake ni inasema bapto. Bapto maana yake ni kuzamishwa tu. Emas, unazamishwa, unapotea. Ina maana unazikwa pamoja na Kristo, alafu nakufuka pamoja naye. Sema, mimi nimekufa pamoja na Kristo. Mimi nimekufa pamoja na Kristo. Nimesulubishwa pamoja naye. Nimesulubishwa pamoja naye. Na nimezikwa pamoja naye. Nimezikwa pamoja naye. Katika ubatizo wa maji mengi. Katika ubatizo wa maji mengi. Nami nilivyoibuka kutoka majini. Ni ishara ya kufufuka pamoja na Kristo. Ni ishara ya kufufuka pamoja na Kristo. Nimekuwa kiumbe kipya. Nimekuwa kiumbe kipya. Kama kuna mmoja ambaye hajabatizwa, kama mkao wa kula, mambo yanazidi kuiva. Siku chache tunateremka kwenye bahari ya nini? Ya Shamu. Bahari ya Shamu. Asomaye na afahamu. Tunateremka bahari ya Shamu. Tunakwenda kufanya nini? Kukuzika pamoja na Kristo. Tutazika na ule utu wa kale. Maana huo utu wa kale umekutesa. Ndio maana kuna wakati mwingine unajikuta unanuna mpaka unapendeza. Umeshawahi kuona mtu amenuna mpaka anapendeza? Mpaka ukimwona alie. Hata kuangalia na kuwa na mapozi, ndio. Kuna mchungaji, na maana wale Wayahudi walipokuwa wameingia mle bahari ya Shamu ndio kubatizwa kwao. Hiyo ndio kubatizwa kwao ambao Paulo anasema. So alipita chini ya maji. Si walizama chini? Lakini walipita nchi kavu, lakini je, maji huku na huku, je, chini ya udongo kule tatu yako maji? Hata mawingu nayo wana haya ni maji. Yale maji Mungu alifanya mawingu yalikuwaje?
ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Mungu akasema na ionekane anga katikati ya maji. Akatenganisha maji yaliyo juu kabisa. Ina maana yale maji ndiyo yaliyotengeneza mawingu. Bwana Yesu asifiwe. So ilikuwa ni ishara, ile ilikuwa ni picha ya ubatizo wa sasa hivi. Nilikwambia kila kitu kwenye Agano la Kale ilikuwa ni picha ya jambo kwenye Agano Jipya. Umeona walibatizwa chini ya Musa. Lakini sisi tukabatizwa chini ya nani? Tunabatizwa chini ya Kristo katika agizo la Kristo. Na bila shaka wale watu walikunywa maji kutoka mwambani. Kama unavyojua Yesu ni mwamba. Bila shaka jiwe la pembeni lililokataliwa na washi lilikuja kuwa ni jiwe nini? Jiwe kuu. Bila shaka mwamba uliyetoa maji ulikuwa ni Kristo. Kumbuka kipindi hicho aliyokuwepo ni Mungu Baba, nafsi ya Mungu Baba. Lakini Mungu Mwana alikuwepo, Mungu Roho Mtakatifu alikuwepo, maana Mungu Roho ya Mungu Baba ilikuwa inatembea katikati ya wana wa Israeli. Lakini ikawa pia na wakati wa Roho ya Mungu Mwana pia kuwepo, na ikawa pia na wakati sasa ya Mungu Roho Mtakatifu pia kufanya nini? Kuwepo. Ina maana kwa sasa hivi ni wakati wa Mungu Roho Mtakatifu kuwepo, alafu atakapokuja Kristo na kunyakua kanisa, ina maana bila shaka atakwenda nao, akirudi tu basi Roho Mtakatifu hata kuwepo tena, maana Yesu akiwepo, ina maana Roho Mtakatifu yupo pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wala msioabudu sanamu kama wengine wao walipokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine walivyonungunika, wakaharibiwa na mharabu. Umeona sasa ilikuwaje wale watu wakala na kunywa? Tukienda kwenye Hesabu sura 25, wale watu walimwabudu Baal Peori. Baada ya yule mtu aliyekuwa anaitwa nani yule? Aliyekuwa anaitwa Balaam kujaribu kuwalaani, iliposhindikana, Balaam alikuja kufanikiwa kuwashawishi wale wa Israeli, na Waisraeli wakafanya uzinzi na Wamoabu, na hatimaye wakafanya na uzinzi, na walikufa watu 23,000. Bila shaka kusoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 25 utaona. Kitabu cha Hesabu kuanzia sura ya 20 kuendelea mpaka 25 ni kisa cha Balaki na Balaam. Lakini alipoona ameshindwa yule aliyekuwa ni mtumishi wa Mungu Balaam, alipomwacha Mungu, baadaye alikuja kufanikiwa kuwasawishi Wayahudi, na wakaingia katika ule uzinzi uliokuwepo katika eneo ile, na tayari wakaanza kumwabudu yule Baal Peori. Na hii ilipelekea watu 23,000 kupoteza maisha yao. Watu wa Mungu, kuabudu shetani lazima apatane na chakula. Kuabudu shetani, kwani kwa waganga wa kienyeji, watu wakienda mganga wa kienyeji apiki yule kuku, kuku lazima. So kumwabudu shetani lazima yambatane na kwa sababu hii ipo kwenye agano. Ndio maana sasa hivi watu wa Mungu, chakula katika ibada labda ni mwili wa Kristo na damu ya Yesu, ambao pia sio kila siku. Amina. Lakini na mimi siku moja nakaribia kuandalia watu hapa mlo huo, meza wa Bwana. Lakini meza ya Bwana hiyo ukitia mkono, watu wa Mungu, ukiwa na pepo chini, ukiwa na ugonjwa pale pale umepona, nitaiandaa hivi karibuni uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hivi kula kwetu, kunywa kwetu iwe ni katika Kristo, kusema kwetu katika Kristo, kuishi kwetu katika Kristo, kutembea kwetu katika Kristo. Watu wa Mungu, hata kupumua kwao katika Kristo. Na watu wa Mungu, tumuige Mtume Paulo kwa kujaribu kumuinua Kristo katika kila njia. Kristo akiinuliwa juu na sisi tukiwa chini, bila shaka nani atakaye kufikia? Wanafikia kwa sababu wewe ndio uko juu. Jishushe Kristo awe juu, hawezi kukufikia. Bwana Yesu asifiwe. Tuende tumalize.
Basi mambo haya yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisha ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia sianguke. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa leo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata acha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango kutokea ili muweze kustahimili. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Nasema kama na watu anaanza kwa kuambia watu hao kuhusu jaribu, ya kuwa jaribu haikuja ili fanye nini? Ituangamizi. Watu wa Mungu, mtu aliyeokoka sio mtu anayeogopa jaribu. Kila jaribu Paulo amesema inayo mlango wa kutokea, na mtu hujaribiwa kwa tamaa zake. Jaribu inakuja kwenye eneo ambao mtu anapenda sana. Kila unachokipenda, kama unapenda chakula, kwenye chakula ndio jaribu. Kila eneo ambao unapenda sana ndio utakayejaribiwa. Lakini unapoona jaribu, usiingiwe na hofu na mashaka, maana Mungu hawezi kuruhusu ukajaribiwe kupita uwezo wako. Lakini hata katika kujaribiwa, Bwana ameahidi atafanya na mlango wa kufanya nini? Wa kutokea. Hebu tuone anaongelea nini kuhusu ibada ya sanamu. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegawa si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tutapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Waangalieni hawa Waisraeli walipokuwa kwa jinsi ya mwili wale wazilao dhabihu. Je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka vitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au tuamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, bali ya mwenzake. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni, bali kuuliza kwa ajili, bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Wale watu walikuwa na matatizo, wale waliokuwa wa Korintho, wale ambao walijiita wao ni wa Kristo ama wa Yesu. Wao walijiona kama wao wako bora kwa kila kitu. Ndio maana hata masokoni walikuwa wanataka kuuliza kwanza kila kitu wapate kujua imekuwaje. Ndio Paulo anawaambia kuwa nunueni mle. Wewe sasa hivi ukianza kuuliza aliyepika mandazi amepikaje, je amefanyaje, ukianza hata kwenda pale buche na kuanza kuangalia, bila shaka utafanya nini? Utakwazika. Lakini kumbuka ya kuwa watu wa Mungu, Mungu atakuongoza kupitia Roho Mtakatifu. Kama kuna jambo lisilokuwa sahihi, wewe uwe tuned tu kwenye masuala ya kiroho, ili kama kuna jambo lisilokuwa sawa, ukijua jinsi ya kusikia mtu wa ndani, hata unapotaka kwenda mahali Roho anaweza kuambia usile. Lakini imetokea umeenda umeomba Mungu pasipo kujua umekula, pia kuna madhara atakayeweza kufanya nini? Ukupata. Lakini sasa ukila unajua usimjaribu Mungu. Kuna watu wanajaribu Mungu. Usijaribu kuchukua sumu na kula kwa sababu eti wewe umeokoka, utakufa kweli. Watu wengine wamefanya miujiza kuwa kama mchezo. Anasema Bwana, mimi nitataka kutembea juu ya maji, wewe. Kaliwa na mama. Mimi nadhani Yesu angekuwa na uwezo wa kula nini? Kugeuza mawe na kuwa mkate na kula. Lakini je, angekuwa hajaungana na shetani? Maana shetani alisema hakuwa tengeneza hivyo. Kwa amri ya shetani angetengeneza. Maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo, na mtu asiamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekacho mbele yenu bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kwa sadaka
sadaka msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha, na kwa ajili ya dhamiri nasema dhamiri, lakini si yako bali ya yule mwingine. Maana kwa nini uhuru wangu hukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine? Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nitukane na kwa ajili ya kitu nikishukuriacho? Basi mlapo au mnyapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu, msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa. Umeona sasa, anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Na anasema hivi, umeitwa na mtu ambaye ni mpagani. Watu wa Mungu, umeitwa bila shaka ule katika Kristo, usiulize. Lakini ikitokea umeuliza na kuambia kwa imetolewa sanamu kwa kitu fulani usile. Lakini unaweza kaenda lakini asifanye nini? Asikwambie ukaomba ukala na isiwe na madhara kwako. Lakini ikitokea amekwambia, ukauliza na kuambia, basi ruhusiwi kula. Lakini unapokula pasipo wewe kujua, ukaomba ukafanya katika Kristo, hakuna mabaya yanayokupata. Ndio maana watu wa Mungu hatuhitaji kuogopa. Katika ndiko hilo uweka mstari, unaweza kwenda mahali kwenye sherehe yote, ukatumia ndiko hilo, ukala pasipo kuuliza na kutaka kujua. Na mabaya asifanye nini? Kuna sherehe ambayo lazima uende, iko nyumbani kwenye, utakosa kwenda kula. Lakini ipo hiyo andiko ambayo itakusaidia, maana Bwana utazama neno lake ili apate kufanya nini? Kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile kama mimi niwapendezavyo watu wote katika mambo yote, nisitaki faida yangu mwenyewe, ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alisema kila mtu na afanye kwa ajili ya mwenzake. Hiyo moto ilifanya watu wengi wakaokoka. Unapofanya lengo lako iwe ni ujenge mwili wa Kristo, fanya kwa ajili ya mtu mwingine. Tukiwa na upendo huo, watu wa Mungu, shetani hawezi kuingia katikati yetu. Ndio maana kama kuna kitu ambacho kuna shida, utakuta kabisa Wakristo wengi wanateseka, lakini wakipeleka shida zao kwa Wakristo wala hawawezi kusaidiwa. Lakini wakienda kwa watu wa mataifa, wanafanya nini? Wanasaidiwa. So baraka ambayo ingetakiwa watu wa Mungu wapate, wanapata watu wa nje. Na watu wa nje wako wepesi sana kufanya mabaya, lakini utoaji wanatoa sana. Ndio maana watu wa Mungu, kuna mambo ambayo yakiwa katikati yetu tutamalize katikati yetu. Tusimpe shetani nafasi ya kwenda kukejeli mwili wa Kristo. Kuanzia leo tuwe na upendo, lakini lengo letu iwe ni watu wengi. Hebu fanya juu chini, mlete mtu kanisani. Kuna watu wengi wenye matatizo, wengi wenye matatizo hajawahi kutokea. Ndio maana sisi hata mashuleni, hata wapi tutakwenda, mashuleni watoto wana matatizo kweli, mitaani na kila sehemu. Na mimi nasema kwa siku sio nyingi utasikia kinachoendelea. Neno la Mungu litaingia kila sehemu. Tukiweza kufikia watu wenye matatizo, injili itakwenda. Yesu alihubirije injili? Wale waliokuwa na mataifa, wenye udhaifu. Na watu wa Mungu, acha nikwambie, Yesu alihubiria maskini sana injili. Hawa matajiri walipatikana baada ya ndugu zao wale wenye matatizo kutendewa jambo. Yule mtu mwenye uwezo ambaye sina muda, akisikia kwa ndugu yake ambao ni maskini ya kuwa aliponywa, naye ataleta mtoto wake ama mtu wake, na hapo injili itakwenda. Lakini injili inatakiwa iwe na nafasi kwa maskini. Sasa hivi maskini hawana nafasi yao kwenye injili. Maana maskini ataenda kanisani, atatoa nini? Wakati atakuwa kila mtu atoe. Kila mtu anatakiwa atoe. Tena zimepangwa sadaka kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kila kitu. Sasa maskini anaishia kutokwenda kanisani maana anaona aibu. Lakini Yesu akasema fanya nini? Roho ya Bwana yu juu yake. Amepakwa mafuta ili ahubirie nini? Watu wa Mungu, nasema hivi, wewe ambao una uwezo wa kupata chakula, asiyeweza kupata chakula usimwache alale na njaa. Wewe ambao una uwezo wa kupata 10,000, mtu asikose nauli ya kuja kanisani. Mtu asikose hela ya kulipa kodi. Kwa mtu asiyekuwa nayo, watu wa Mungu, naomba tushikane. Wale mitume wasingeshikana, injili singetufikia.
wale mitume wale Barnaba, kuanzia na Barnaba kuuza kabisa yani kiwanja chake na kuweka miguuni mwa mitume na kugawa. Watu wale kwa umoja wao injili ilikwenda, na sisi kwa umoja wetu injili itakwenda. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nani mwenye swali kabla sijaomba? Anybody with any question before I pray? Kuna swali? Nataka niendelee kuomba watu wa Mungu. Yawezekana kuna jambo iliyekupata kutokana na vyakula. Kuna wakati ulienda ukala chakula mahali iliyetolewa kwa miungu mingine, lakini ulijua na hiyo ikakuathiri na afya yako, ikaleta uharibifu kwako. Ama ulishirikishwa kwenye miungu mingine, kuabudu miungu mingine, ama jambo lote la kimila kwa kujua ama kwa kutojua, na ikawa ni mlango wa mabaya kupandwa kwako. Mimi nataka niombe nitengue mabaya hayo, na tuwe wepesi, tupate wepesi wa kuweza kusoma Biblia na kuelewa, hata kufundishwa na kufundishika. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba Baba, natukuza jina lako kwa ajili ya watu wako uliowaita kwa jina lako Bwana. Ni watu wanayekupenda, maana wewe umesema unawapenda wale wakupendao, na wale wakutafutao kwa bidii ndio watakaye kuona Baba. Tazama watu hawa wanayekutafuta kwa bidii. Wamesikia neno lako kuhusu Baba wa rehema, vyakula vilivyotolewa sadaka kwa miungu mingine na sanamu. Yamkini walishiriki Baba wa rehema wakiwa kule vijijini ama maeneo tofauti tofauti. Ama mtu huyu alikula chakula Baba iliyosababisha mabaya katika maisha yake. Ama alishiriki Baba katika ibada za sanamu. Ama Baba wa rehema katika malumbano aina yote. Baba, ninaagiza mabaya yote yaliyempata yatoke na yafuta Baba wa rehema. Iwe ni mikataba aliyofungishwa Baba kuhusu vyakula vilivyotolewa Baba wa rehema sadaka kwa mizimu upande wa ukoo Baba na mama. Baba, kwa ajili ya wafu, sherehe Baba ya mwandamo wa mwezi, sherehe ya miezi, na Baba maagano mengine yaliyempata mtu huyu na kumzuia Baba kuwa mepesi kwenye kuelewa neno lako Baba, ama kujisomea Biblia, na yafuta kwa jina la Yesu, na yafuta kwa jina la Yesu. Na Baba, nikimkomboa mtu huyu na kumweka huru Baba, na maagano ya ukoo Baba na mama, na mtenganisha na mama mambo ya kimila, mambo ya kitabia na desturi Baba wa rehema, maagano yote kurudi kwenye 40 Baba wa rehema, ibada za wafu, ibada za sherehe ya wafu Baba, na mtenganisha nayo mizimu iliyounganika naye Baba kwa sababu ya kuhudhuria zile sherehe na kula hivyo vyakula Baba vilivyotolewa Baba sadaka kwa miungu mingine, nyama zilizosongolewa Baba wa rehema. Ninazing'oa Baba wa rehema, na ng'oa mabaya yote, na ng'oa roho zote chafu, na mtenganisha mtu huyo Baba wa rehema na roho za watu waliyekufa, maana hapana mahusiano kati ya walio hai na waliyekufa. Baba ameunganishwa na waliyekufa. Ninakata huo muunganiko wa nafsi yake na nafsi ya waliyekufa, roho yake na roho ya waliyekufa, mwili wake na mwili waliyekufa. Baba, laana zote Baba, mabaya yote Baba, balaa zote Baba, nuksi zote, laana zote, nikitumia damu ya Yesu iliyomwagika kutoka kichwani mwake alipowekewa taji la miba. Ile damu ni damu inayoondoa laana zote, maana Baba wa rehema, ardhi ikalaaniwa na kuitolea damu michongoma na miba kama ishara ya laana. Kila laana ya maneno, laana ile kabidhi ukoo wa baba na ukoo wa mama, ukoo wa mume na ukoo wa mke, laana zote, laana unyausha hadi shina. Nami natumia hiyo damu ya Yesu kufuta laana zote. Yamkini alilaaniwa na shetani na wakala wake, wachawi wote, laana za kichawi, laana za kimaganga, laana za kimizimu Baba, naifuta Baba kwa damu ya Yesu. Laana za Mungu pia ipo Baba wa rehema, waliyepata Baba mabaya kati yao na Mungu kwa sababu ya Baba kutomtii Bwana, na yafuta kwa damu ya Yesu. Nimepewa mamlaka ya kutenda hivyo Baba. Baba, naondoa maagano yote kwenye hatua zao, matokeo ya laana Baba, muonekano usiostahili na kufaa, magonjwa yote
Baba iliyewanyausha Baba, nafuta magonjwa yote, nafuta magonjwa yote, nafuta magonjwa yote, nafuta roho ya mauti inayemfuatilia huyo mtu. Baba wa rehema, alitamkiwa maneno mabaya ya kuwa atakufa. Baba wa rehema, shetani akatumia neno hilo na Baba kuishikilia. Naondoa maneno mabaya yaliyotamkiwa na baba yake, maneno mabaya yaliyotamkiwa Baba wa rehema na bibi na babu na ndugu upande wa baba na mama, ama na mtu yote aliyemkosea, wale wote wanayemdai Baba, Baba waliomsema vibaya, waliyesema maneno kinyume naye, na yafuta kwa jina la Yesu, na yafuta kwa jina la Yesu. Na mkomboa Baba wa rehema kwa damu ya Yesu, damu ya thamani iliyetuumba tena upya, damu iliyetutakasa, damu iliyetukomboa na kututoa utumwani. Baba, namtoa utumwani Baba, ninamtoa Baba katika utumwa mauti, utumwa Baba wa rehema ya magonjwa, utumwa kimapepo. Maana imeandikwa ya kuwa Bwana akimweka mtu huru, mtu huyo anakuwa huru kweli kweli. Natangaza mtu huyo kuwa huru Baba. Nashusha mizigo yake yote pale katika msalaba wa Yesu, msalaba uliyekuwepo Golgotha. Na Baba, kuanzia sasa natamka kuumbwa tena upya kwa neno alilolisikia Baba. Na kama kuna chochote Baba kilichomfungisha mkataba kwa ajili ya chakula, kila chakula alichoshiriki Baba, ama kwa waganga katika enzi za ujinga Baba wa rehema, chakula alicholishwa ndotoni Baba. Kuna wengi ambao ndotoni Baba wamelishwa vyakula, wamenyweshwa vinywaji. Kuna wengine wamenyweshwa pombe ndotoni, wengine wamenyweshwa Baba damu za watu ndotoni, wengine wamelishwa damu za watu ndotoni. Baba, nafuatilia ndoto. Imeandikwa ndoto ni bayana, maana kila aliyeota ndoto Baba kwenye Biblia ilikuja kutimia Baba. Mlango wa ndoto unayepenyeza Baba mashambulizi ya Baba wa rehema, mapenzi ya ndotoni, ndoa za ndoto, ujauzito wa ndotoni, watoto wa ndotoni Baba wa rehema, kumiliki fedha ndotoni, lakini kwenye ulimwengu wa kawaida na kuwa kapu. Baba wa rehema, kupokea utajiri ndotoni. Ninakuagiza ewe uliyeshikilia utajiri wake kwenye ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa ndoto, achia toa zake, achia kazi yake kwenye ulimwengu wa ndoto, achia afya yake ndotoni, rudisha mapato yake. Uliyemfanya akapokea fedha nyingi ndotoni kisha ukazishikilia, usiniangalie, achia raka, achia raka, achia vitu vyake ndotoni. Kila ndoto aliyeota ninaudhihirisha katika ulimwengu wa kawaida, naihamisha, naitoa kwenye ulimwengu wa kiroho na ndoto, nairudisha katika ulimwengu wa kawaida. Chochote alama uliyowekewa ndotoni, mlango wa ndoto, ndoto za kila siku, ndoto mfululizo, ndoto zinakuzuia kulala na kupata kupumzika. Mungu aliumba usiku na usingizi ili mwanadamu baada ya kuhangaika atulize mwili wake, apumzishe viungo vyake, apate kuwa na nguvu. Ewe ndoto unayekuja kila wakati, mlango wa ndoto na ufunga leo. Baba, aote ndoto kwa mapenzi yako, sio kila kitu kila wakati yeye anakuwa ndotoni, anakuwa ndotoni mpaka anashindwa kulala na kupumzika. Nafunga maagano yote ndotoni, vunja mikataba yote ndotoni, mikataba ya vyakula vunja kwa jina la Yesu, mikataba ya ndoa ndoto vunja ndotoni, mikataba ya maagano yote ya vinywaji mabaya yote yaliyepandwa ndotoni, uchawi wa ndoto. Wanyama wale waliyekukimbiza hawakuwa wanyama wale, walikuwa ni wachawi waliyevaa maumbo wanyama na wavua sura zao. Atakaye kuja ndotoni kwako aje kwenye sura yake, asivae sura ya kujipachika. Na funga sura zote, na kuanzia leo na kukomboa kutoka ndotoni mabaya yaliyekupata kupitia ndotoni tangu ujauzito wako ilipotungwa ndani ya tumbo la mama yako. Kwa jina la Yesu ninafuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifungua vifungo vyote vya ndotoni, na kila uchawi ninaiharibu kwa nguvu ya msalaba wa Yesu. Kuanzia sasa natangaza uumbwe ndotoni tena, urejeshe vitu vyako vilivyochukuliwa ndotoni tena, urejeshe hatima yako ndotoni, biashara zako ndotoni, ndoa yako ndotoni, mahusiano yako ndotoni, na vitu vyako vyote ndotoni. Kuanzia leo
natia jina la Yesu kwenye kinywa chako, natia damu ya Yesu kwenye kinywa chako. Watakapokujia ndotoni, utakuta kinywa chako kinataja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kinywa chako na roho yako inayekuwepo ndotoni na ipanda jina la Yesu, na hawatakushinda tena. Maana watakapokujia, jina la Yesu itawashinda. Maana katika jina la Yesu tumepata ushindi wetu. Nami narudisha kila moja arudi kwenye sura yake, kila moja arudi kwenye hatima yake, kila moja arudi kwenye kibali chake, kila moja arudi kwenye mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Narudisha wote kwenye asili ya uumbaji. Na tangu sasa, uingiapo na utokapo, uitwe mbarikiwa, na Bwana akulinde na kuzungushia ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu. Maana Bwana asipolinda mji, walindao wakesha bure. Kuanzia leo iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako, na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, na kila mtu aseme amen. Amen. Basi tupigie Bwana makofi. Basi tumefikia hapo watakatifu wa Bwana. Kesho tutaendelea na kitabu cha Wakorintho.